Yes, leo ni siku njema sana msikilizaji. Uhali gani rafiki yangu, na matumaini mzima wa afya popote pale unanisikiliza. Utamanipo kujua afya yangu mimi Veronica niko okay, namshukuru Mungu naendelea vyema. Si wewe mwenzangu unaendeleaje? Basi nikukaribishe sana katika ripoti ya leo ya EFM katika siku njema ya leo, na tuko na mkasa mzuri sana wa ndugu yetu anaitwa Daniela, na kuna mahali tuliishia. Niko hapa kwa ajili ya kukukumbusha tulipoishia na tusogee mbele zaidi katika siku njema ya leo ya tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 2025, ikiwa ni siku ya Jumatano. Karibu. Daniela alitueleza haya. Daniela anatueleza kwa habari ya mtu ambaye alikutana naye kwenye massage center. Mtu huyu ambaye alionekana ana moyo wa kipekee, anataka kumsaidia Daniela. Na zaidi pia Daniela alitueleza mtu huyu alipata nafasi ya kuzungumza naye, lakini hakuishia hapo. Alimpeleka mpaka nyumbani na akakutana na mama yake. Daniela anatueleza aliota ndoto mbaya ile siku huyu mtu amekuja nyumbani kwao. Ndoto hii aliota majoka makubwa sana, lakini hayo majoka anashangaa naye anapata hali ya kujisikia kutapika kitu. Na Daniela anasema kati natapika sasa kwenye ndoto, hii ni ndoto, anasema natapika na inatapika nyoka wadogo wembamba, yani warefu wembamba. Na Daniela anasema lakini ajabu, hawa nyoka nao watapika wakisha toka kwenye kinywa changu wanakuwa majoka makubwa. Na anatueleza ndoto hii akiona baada ya kumaliza kutapika hawa nyoka wanaanza kupigana, na hata anaona damu, ina maana wamepigana mpaka wametoana damu. Na Daniela anatueleza mwisho wa ndoto hiyo aliyoota. Wanapambazuka asubuhi, taarifa za msiba, mtoto wa jirani amefariki. Mama Ana amepatwa na msiba wa moja kati ya watoto wake. Inakuwa ni taharuki, na anatueleza Daniela mabadiliko ya hali yake baada ya haya kutokea. Kichwa kinamuuma sana. Mamake anampeleka kwa mganga, lakini hali yake inabadilika na anapelekwa hospitali. Nimerejea kidogo hivi, kuna wale ambao mlikuwa hamjasikia basi kipengele cha siku ya jana. Basi naamini kwa hatua hizi basi utakuwa umepata mwanga pale tulikuwa tumeishia. Karibu sana msikilizaji. Haya ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia na wanayaleta kwetu, na sisi tunaiwasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Na leo siku njema msikilizaji, basi twende hatua pamoja. Daniela anatueleza. Daniela anasema nimepelekwa hospitali baada ya mabadiliko makubwa sana ya afya yangu, na ninasumbuliwa sasa hivi na ugonjwa. Mwanzo mimi sikuwa naumwa, nilikuwa na mabadiliko ya kitabia. Ndio, kama hivi nafanya vitu vya kushangaza hata kwenye jamii yangu, kutumia vilevi, ugomvi, wizi na matukio mbalimbali, lakini sikuwa mdhaifu kimwili. Lakini sasa hivi mimi nimekuwa mdhaifu kimwili, nasumbuliwa sana na maumivu ya kichwa, tena na kupoteza fahamu kabisa. Yako matukio mengine nakwambia nilielezwa kwa sababu nilikuwa sijitambui kabisa. Na Daniela anasema wakati tuko huko hospitali, bado mama alisema kuna mtu mmoja alikuwa anazungumza na Daniela, alimleta mpaka nyumbani. Mtu huyu hapatikani. Ina maana yule mtu hapatikani kwenye simu, ambaye aliahidi kutusaidia. Kitu gani kimetokea? Ni nini kinachoendelea? Hatujui. Yaani hatujui, lakini hali yangu mimi imebadilika, nimekuwa mgonjwa. Nikizungumza haya moyo wangu unaugua sana. Naamini sio mimi tu ambaye nimepita kwenye hatua hizi. Tuna dada zetu, tuna kaka zetu, tuna wadogo zetu wako kwenye hali ambayo niko nayo mimi. Na pengine mpaka sasa hivi mmekata tamaa. Mmekwisha kuwakatia tamaa kwa sababu wamekuwa ni wasumbufu. Kama ni ulevi, ni mlevi kupindukia. Amekuwa ni mwizi, na pengine hata kuna wengine mmepoteza ndugu zenu kwa tabia ambazo mnashangaa hata zimetokea wapi. Ninapoyazungumza haya maisha yangu, moyo wangu unaugua sana. Nimeletwa hapo hospitali. Maumivu ya kichwa yalikuwa yani makali sana, yasiyosikia chochote. Lakini nikaanza kupata kama hali ya kuchanganyikiwa.
Yani maumivu ya kichwa yanapokuwa makali, mbele yangu nahisi ukungu ambao yani kama unajitengeneza kama mduara fulani. Halafu ninapoteza fahamu. Ikabainika kwamba nimepata matatizo ya akili. Yani ni kama nimepata ukichaa. Lakini nikwambie, mimi sijawahi kuwa kichaa. Hayo yote naweza nikawa nilikuwa nayafanya, lakini sikuwahi kuwa kichaa. Mtu anaweza akasema ulikuwa ni kichaa. Hapana. Yani sikuwahi kuwa mwenda wazimu. Labda ule uenda wazimu ambao wanaweza wakawa watu wananizungumzia kwamba wana uenda wazimu, labda kutokana na kuongea kwa kupayuka, kwa kuwa mkorofi. Lakini najitambua, navaa mavazi na naoga, unaona? Najua natakiwa sasa hivi nile chakula, najua, lakini hali iliyonipata ambayo ilikuwa inakuja na kuondoka, yani ni ya yule mtu mwenda wazimu kabisa. Kichaa kabisa. Kwa hiyo matibabu ya hapo hospitali ilionekana mimi hayanifai kwa sababu walikuwa wananifunga mpaka kamba. Hali yangu inapobadilika. Daniela anasema, nakumbuka nikiwa bado chini ya uangalizi wa madaktari, nilijisikia vizuri. Na nikamwambia mama, mimi nataka kurudi nyumbani. Mama akaniambia bado hauko sawa. Na siku hii baba alikuwepo. Unajua baba yangu ni moja kati ya baba ambaye alinivumilia sana. Ikafika kipindi yani kama akaniachilia, bwana, huyu kuna maisha anataka kuishi, muache aishi maisha anayotaka kuishi. Na ndio maana mimi huwa nasema nilibaki na mama peke yake, kwa sababu hao wengine walikuwa ni wa kuingia na kutoka. Kwa hiyo mimi nikawa namwambia mama, mimi nataka kurudi nyumbani. Akasema hapana mwanangu, wewe bado hauko sawa. Nikamwambia mama, vipi kuhusu yule mtu, umemtafuta? Akasema mwanangu, nimemtafuta, yule mtu hapatikani. Je, hakukueleza alipokuwa anaishi, alikuwa anaishi wapi? Nikamwambia mama, hajanieleza chochote alipokuwa anaishi. Unapaswa kumtafuta yule mtu. Akasema ni kweli mwanangu, lakini sasa hivi madaktari wamesema inabidi utulie kwanza, kuna dawa nazidi kukupa na utakaa sawa. Daniela anasema, nazungumza hivi, yani sijui kama kuna mtu anaweza elewa hiki ninachokisema. Yani ushaye kuelewa mtu anasema sometimes yes, sometimes no. Yani ndo mimi hapa sasa. Yani sasa hivi unaongea na mimi vizuri, baadaye nimeshaweuka. Nimeweuka ni wa kufunga kamba. Daniela anasema matibabu nilichukuliwa mimi Daniela, nilipelekwa mpaka hospitali ya watu wenye vichaa. Kwa kutoka katika hali ya mwanzo niliyokuwa nayo nikawa kichaa. Sasa huko kwenye ukichaa mimi naweza nisikueleze mengi sana, kwa sababu mambo mengi nilikuwa nayafanya katika ukichaa niliokuwa nao. Na unajua huko ni mahali unaletwa huko, unaungana na vichaa wenzio. Kwa kuna muda ile unakuwa unafanya ukorofi, ina maana unafungwa. Yani unafungwa kamba. Mimi nilikuwa naweza nikapata hivi akili hivi, yani sasa narudi, yani nakuwa ninafanya nini hapa? Yani kote nimechubuka. Nimechubuka mikono, nimechubuka miguuni, kwa sababu ya namna ambavyo nilikuwa nafanya vitu vya ajabu. Maisha yangu ninayoyazungumza, naweza nikazungumza kwa lugha kwa uwepesi, lakini hivi ni vitu ambavyo vimenitesa sana. Vimenitesa mimi, vimemtesa mamangu. Vimetutesa sana hivi vitu. Ni nini hasa kinanisumbua? Sasa hivi niko kwenye ukichaa. Sasa ni bora hata hali nilokuwa nayo mwanzo. Yani ni bora hali nilokuwa nayo mwanzo. Hiki ni kitu gani? Kilichonitokea? Yani kuna muda nikikaa pata hivi akili naanza kulia. Mimi nafanya nini hapa? Niitieni mama. Mama hayuko hapa. Hapa wako wahudumu. Utaambiwa tulia, mama wako atakuja. Tulia. Kuna muda mama anakuja kuniangalia. Mimi ndo nimeshapandisha sasa.
nimeshapandisha, sielewi A, sielewi B, sitambui chochote, ni mwendo wazimu. Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu rafiki anaitwa Daniela katika siku njema ya leo. Msikilizaji, nikushukuru sana kwa kutupa nafasi ya kutusikiliza EFM katika siku njema ya leo, nami nikupeleke mapumziko hapa dakika chache, na ndugu zetu wanapitia na wanayaleta kwetu, nasi tunaiwasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Na leo ni siku njema msikilizaji, niko hapa mimi Veronica mpaka saa 2 kamili usiku, na tunazungumza kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia. Niko na good news kwako. Nazungumzia Samia Serengeti Music Festival. Tunazungumza kwa habari ya nembo ya taifa kwenye vya kwetu kama Watanzania wachora ramani. Nikwambie tumerudi tena mtaani. Tamasha kubwa la Serengeti Music Festival. Safari hii linaitwa Samia Serengeti Music Festival 2025. Hili nimekuja kivingine sana. Wizara ya Habari na Utamaduni na Michezo inashirikiana na Baraza la Sanaa la Taifa, tunazungumzia BASATA, wanakumwagia wewe tamasha hili kubwa kabisa katika viwanja vya nyumbani. Hapa tunazungumzia Tanganyika Packers hapo Kawe jijini Dar es Salaam. Hii ni tarehe 26 ya mwezi huu ambao ni siku ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Basi njoo uje ushuhudie maajabu ya sound na stage kutoka Jizo Sound. Yani hapo siku hiyo zitatamba Jizo Sound, yani mziki utarindima kwa mara ya kwanza ndani ya viwanja vya Tanganyika Packers Kawe. Kutakuwa na mambo mazuri sana kwa ajili yako. Listi namba 1 watakaunguruma kwenye stage mpya ya kimataifa inakuja hivi soon. Kwa tutakutajia moja baada mwingine. Hii inaizungumzia Samia Serengeti Festival 2025. Tunachana makaratasi. Iko poa. Kumbuka tarehe 26 ni mwezi huu hapa, Samia Serengeti Music Festival 2025. Yes. Tunazungumza maisha halisi ya kweli ndugu zetu wanapitia, wanaeleta kwetu, na si tunayawasilisha kwako msikilizaji. Anaitwa Daniela. Daniela anasema, haya ni mapito yangu mimi. Hii ni safari ambayo mimi binafsi nimepitia. Daniela anasema, nimekaa hospitali ya vichaa kwa ajili ya matibabu. Achilia mbali mabadiliko ya tabia zangu na mengine yote, lakini muda ambao nilikaa hospitali. Daniela anasema nimekaa hospitali miaka 3.5. Nikiwa nipo kwenye hospitali ya watu wenye vichaa kabisa. Daniela anasema nakumbuka sana siku moja nikiwa huko. Unaweza ukawa hujafika au unaweza ukawa uliwahi kupita kwenye hizi wodi za vichaa, au labda unaweza ukanielewa zaidi. Vichaa vinazidiana na vinatofautiana kabisa. Huyu anaweza kana ukichaa huko hivi, huyu ukichaa huko hivi, huyu yeye anaimbaga tu, yeye anataka kupiga wenzake, huyu yeye anafanyaje. Yani kila mmoja inategemea na ukichaa wake umekujaje. Lakini wote unakuta tuko hapo tukiendelea kupata matibabu. Mimi sio mimi na wengine wengi. Unaweza kukuta kuna muda ndio ile sometimes kama akili ina seto hivi, yani wataalamu wa kiafya wanasema dawa zinaendelea kumsaidia, dawa zinaendelea kufanya kazi. Wakati mwingine unakuta ndo vinachochea, yani vinachochea, na maana yani ulochizi ndo kama unaamka, yani ndo unakuwa yani kichaka, yani kabisa ule utulivu unakuwa unakosa. Kama ulikuwa unapiga watu, na maana ndo utapata hivyo, utaenda utafungiwa sehemu, yani hivyo. Daniela anasema siku hii mimi nilikaa muda mrefu sana nikiwa niko nomo. Yani niko nomo, najitambua kabisa mimi naitwa Daniela fulani. Mimi hapa mamangu anaitwa fulani. Babangu anaitwa fulani. Mimi hapa ni mtoto ngapi kuzaliwa? Kwetu ni wapi? Nataka nikwambie hali nilokuwa nayo. Yani nikiwa na hiyo hali yetu kinuza sijui hata jina langu sijui. Yani sijui, naongea vitu havieleweki. Yani mimi ndio kichaa kabisa. Lakini unapotulia unapata ile nafasi ya kujitambua. Mbona niko hivi?
Unaona, kwa nini niko hivi? Mbona hapa nimeumia? Lakini kuna ile hali ambayo hata ukiumia, yani husikii, unakuja tu ukikaa sawa ndio unasema nimeumia hapa. Daniela anasema kwa hiyo nikawa nimekaa siku hiyo nimetulia sana. Na ni siku ambayo mama alikuja kuniangalia. Mimi nilimwambia mama utaniacha hapa mpaka lini? Niko na akili timamu. Mama akaniambia, naugua sana mwanangu, nataka nikuchukue hapa, kuna mtu amesema atakusaidia. Nikamwambia mama, ni bora unipeleke hata hiyo sehemu ambayo wanaweza kanisaidia. Bado namuulizaga mama nikipata ufahamu yule mtu vipi kuhusu yule mtu. Hajawahi kunitafuta tena. Yani hajawahi kunitafuta tena. Huyu mtu alipata shida gani? Huyu mtu yuko hai? Nani anaweza kanieleza kuhusu huyu mtu? Mama kapambana mpaka nasema mpaka sasa hivi huyu mtu labda alipata matatizo. Binadamu tunaishi, tuko hai sasa hivi. Lakini tukitoka hapo mambo yamebadilika. Alikuwa hai, baada ya masaa machache hayupo. Labda alipata shida yote. Tunasemaje sasa? Kwa nini haji tena? Na mtu alikuwa na dhamira na alimwambia mama, mtoe mtoto mpeleke mbali zaidi, takupa hatua nyingine ya kufanya. Bora tangezisema hizo mapema kabla hata hajaondoka, angepata matatizo yake ukashatusaidia sisi. Daniela anasema mama akaniambia nitakutoa hapa. Nikamwambia kweli mama? Akaniambia kweli, na kuahidi nitakutoa hapa. Najua hauwezi ukapona ukiwa hapa. Nimeshahangaika najua. Daniela anasema mama aliniahidi ananitoa hapa. Daniela anasema ni kweli. Ile ilikuwa ni siku mama tulizungumza naye nikiwa na akili timamu. Hali yangu ikabadilika, lakini mama alinipambania akanitoa hapa. Nikwambie nisikie mimi nasema, unaweza ukaa huko na ndugu yako yuko, tuchukulie labda yuko hospitali ya vichaa. Sijui kama unaendelea kumwangalia. Ni lini umetenga muda ukaenda kumwangalia yule ndugu yako mwenye matatizo ya kichaa? Ambao ukienda hata kusema kwenda kumwangalia anaweza ukafika siku wa kuelewa wala kutambua. Utarudi tena. Utasema yani ule mimi nilienda hata ajui. Na mwambie mimi ni fulani, anasema wewe ni fulani wa wapi? Toka huko. Yani siendi tena. Ndio mtu unakuta unakuwa na hali kama hiyo. Lakini kwa mama yeye hakuwahi kunikatia tamaa. Anakuja simtambui, nimemfukuza ndio kichake imepanda, atakuja tena. Kwa hiyo nilibaki na mama. Ndo alinitoa hapa hospitali. Kipindi hicho chote mimi nina hali mbaya. Sijapona. Jamani, nikizungumza miaka 3 na yani hicho sio kitu rahisi. Daniela anasema mama alinichukua, lakini moja kwa moja hakunipeleka nyumbani. Mama kuna sehemu alinipeleka. Akaniambia, nimeambiwa nikizidi kukuacha kule nitakupoteza. Nimeshauriwa nije nikupe msaada mwingine. Nikaambia mama sawa. Nimekonda, nimeisha, nimechakaa. Yani nimechakaa. Na nikwambie ndoto ziliishia mimi. Yani ndoto ziliishia. Sina ndoto yoyote. Hapa unavyoniona sina ndoto yoyote. Nikikaa sawa naomba tu Mungu nirejee katika hali ya kawaida. Nikae na mama yangu mpaka hapo mwisho wangu wa maisha utakapofika, basi. Daniela anasema mama alinileta mahali hapa. Sikupajua. Lakini hapa nilikutana na bibi, mtu mwenye umri mkubwa kuliko mama yangu. Akaniambia pole, tena akaniita kwa jina langu, Daniela, pole mwanangu. Nikamwambia asante. Akaniambia unaamini kuna siku moja utakaa sawa? Nikamwambia ndio, na imani kuna siku moja nitakaa sawa. Akaniambia si unaona hivi unavyojisikia, unaweza kulitamka jina lako, unaweza ukamtambua mama yako, unaniona mimi hapa mbele, unanitambua kwamba huyu ni bibi
sijui jina lake lakini huyu ni bibi. Unaweza ukahesabu vidole vya mikononi mwako. Unaweza ukatambua mambo machache kwenye maisha yako. Nataka nikwambie kuna siku utaamka, hautapata tena uenda wazimu, hautapata tena ukichaa, hautapata aibu tena. Kichaa hakitapata nafasi na hautadhalilika tena. Maana nikwambie uenda wazimu ni madhaliliko. Unasiona nielewa? Ukichaa ni kujidhalilisha. Yani unadhalilika. Lakini sio kwamba unajidhalilisha kwa kutaka. Ni kitu ambacho kinakitokea na huwezi kujikontrol. Kuna wale wanavua nguo, utavua nguo zote. Utaanza kukimbia. Watu wanasema jamani, mbona wewe yuko mtupu bila nguo? Baadaye unakuja kukaa sawa, unajua leo ulitoa nguo, unasema mimi barabarani. Ni vitu vya aibu. Akaniambia hautaona tena hiyo hali. Nami nilikuwa niko sawa, nikamwambia nimechoka sana, nimechoka. Mama alilia, akaniambia usichoke mwanangu, bado tuna nafasi ya kupambana. Nikamwambia mama, mimi nimechoka. Hadi kuna muda nasema kama inawezekana mimi hata nipumzike. Kweli nilimwambia mamangu hiyo sentence nikiwa sasa niko na akili timamu. Mama akaniambia bado tuna nafasi ya kupambana. Bado tuna nafasi ya kupambana mwanangu. Madam uko hai, madam mimi mamako niko hai, bado tuna nafasi ya kupambana. Nilimwambia mama sijui. Kuna muda naona nimekuchosha sana. Kuna siku mama nilipata akili timamu, nilimwambia Mungu naomba unichukue. Nimechoka. Sijawahi sasa kuona kama hapa duniani mimi pananifaa. Maana sina mtu mwingine zaidi yako mama. Nitaishije duniani maisha haya? Mama akaniambia mwanangu utakaa sawa. Mama alizungumza kwa uchungu na akanikumbatia. Ni kweli nilijifili uchungu ndani yangu kwa sababu nimechoka. Nimechoka ya maisha. Nilikuwa na ndoto kama ulizokuwa nazo wewe. Nilikuwa na ndoto nisome, nimalize niende zangu chuo, nimalize degree, niendelee na masomo ya level za juu. Nilikuwa na ndoto kuja kuwa mtu wa maana kabisa. Na ni kweli nilikuwa naelekea huko. Lakini kila kitu kimebadilika kwangu. Ninaambiwa nafsi yangu imechukuliwa, inatumika mahali. Nimeshaambiwa hayo maneno, nimeambiwa mwenzenu, nimeambiwa ninarogwa, nimeambiwa ninachezewa, wamemvuruga akili asiweze kusoma. Mama kashafanya kila kitu. Lakini ndio niko hapa. Huyu mama aliniambia, Daniela, mimi ninamshukuru Mungu kwa ajili yako. Kwa sababu gani Daniela? Pamoja na ukichaa ambao unatesa maisha yako, lakini kuna muda unakaa sawa. Hii nafasi ambayo akili yako inakaa sawa Daniela, kuna kitu kinaweza kubadilika kwako. Mama yako ameshakupigania sana Daniela, si ndio? Ameshakupigania sana. Ameshakuombea sana. Ni muda na wewe sasa kujisimamia. Si umesema umechoka hiyo hali? Nikamwambia ndio. Akasema ni muda sasa wa kujisimamia na wewe pia. Ichukie hii hali. Ikatae hii hali kutoka ndani yako. Nikamuuliza, wewe unajua nini kinachonisumbua? Mimi nilimuuliza huyu mama. Akaniambia najua. Kinachokutesa mwanangu najua. Nikamwambia nini? Akaniambia ni uchawi. Ndio unaokutesa. Uchawi mwanangu ndio unakutesa. Na mimi nilikuwa nazungumza na mama yako. Hatuwezi kukaa wala kunyamaza wala kutulia. Yaani tukanyamaza uchawi kwa kumaliza. Hatuwezi kuruhusu kitu kama hicho. Tutapambana na uchawi mpaka mwisho. Akaniambia unajua mwanangu, uchawi unaweza ukakuachilia. Hata nilitabasamu nikamwambia muulize mama.
Akaniuliza kwa sababu wewe huna majibu. Nikamwambia sina majibu. Kama ungekuwa unaweza kuniachilia, ongesha niachilia. Maana hii hali inanitesa ngali nikiwa bado binti mdogo kabisa. Niliyemaliza kidato cha 6. Ni miaka mingapi imepita? Huo uchawi ambao uko tu na mimi usiniachilia. Kama ulikuwa umekusudia kuharibu masomo yangu, mbona miaka yangu ya kusoma ilishapita? Kwa nini usiniachilia? Niliongea haya kwa uchungu sana. Daniela anasema, lakini narejea tena kusema maumivu ya kichwa yanapoanza mimi hali yangu inabadilika. Maumivu ya kichwa, na maumivu ya kichwa mimi yalianza kuuma siku zile nilipoota ndoto. Na mambo yangu mengi yanakuja kwa kupitia ndoto. Sijui ukiota ndoto wewe panapopambazuka ndoto unazoziota huwa unapata nafasi ya kuzitafakari, kwa nini naota ndoto hii? Ndoto hii kwa nini yote inaweza ikawa na maana gani? Hata ukatafuta watu wanaojua kuzitafsiri wakakutafsiria maana ya hiyo ndoto umeota. Kwa sababu gani? Mimi mara kwanza napatwa na hali kadhaa zilikuja kwa njia ya ndoto. Kwa mfano nishaye kuota mama jirani, mama Ana, ananipiga tumboni. Ananipiga sana tumboni, ananipiga tumbo. Yaani mimi naota ndoto naona mtu ananipiga mangumi tumboni. Unasema jamani ndoto gani hizi naota? Eti namuota fulani. Eti namuota fulani ananipiga tumboni. Wengine wanasema wachawi wanapenda kutumia vivuli vya watu. Yaani anaweza hata akaja babako akawa anakupiga piga, au kaja ndugu yako wanavaa mavazi ya sura za watu unaowajua, lakini haimaanishi kwamba ni wao. Unaona, unaipokea hivyo, unaiacha inapita. Lakini hapo nilipoota hiyo ndoto, mimi nikaanza kuuma maumivu ya tumbo, uvimbe, hakuna tena shule. Nikarudi nyumbani, mapambano, waganga, nikapona. Nimerudi shule tena. Nimekuwa ni mtu wa kuota ndoto vitu vinatokea, naota ndoto vitu vinatokea. Hata maumivu ya kichwa haya nakueleza, niliota ndoto kwa habari ya yale majoka niliyokuwa natapika, na nikaanza kuuma maumivu ya kichwa. Na msiba ukatokea. Yaani hivi ni vitu ambavyo namuuliza mama, kwa sababu sikuwahi kurudi pale nyumbani tena. Mimi nini kilichotokea? Mama ananiambia kuna vitu vingi vimetokea. Mwanangu, uko dakika za mwisho kwenye kupona. Unaenda kupona. Ninaamini mwanangu unapona, kwa sababu mpaka tulipofika hapa tumepiga hatua kubwa sana. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa wetu anaitwa Daniela. Nakupeleka mapumziko kwa dakika chache. Nitarejea hapa msikilizaji, na tutasogea mbele. Endelea kutegea sikio ripoti ya leo ya EFM katika siku njema ya leo. Ndugu yetu anaitwa Daniela. Daniela anasema mimi ninayezungumza haya huenda katika namna ya kuzungumza wataelewa wale ambao wanapita kwenye situation kama yangu, au wako na ndugu ambao wanapita kwenye hali kama yangu. Kiukweli watu wenye tabia kama mimi, watu wenye hali kama mimi katika jamii yetu tumekuwa tukiwanyanyapaa kwa namna moja ama nyingine. Wamedumu na hiyo hali kwa muda mrefu na tumechoka, tumeamua kuwaacha. Wengine tunapata taarifa zao wameuawa, tunaletewa miili, tunazika na maisha yanaendelea. Wengine tunangoja wakati wote taarifa zitatokea, huyu atakuja kufia kwa barabarani. Tumechoka, wameshatuibia, wameshatujeruhi sana. Lakini mimi ni miongoni mwao. Nilikuwa na ndoto ya kutamani kufika mbali, na naamini na nyinyi ni mashuhuda wa ndugu zenu hawakuwa hivyo. Wengine walikuwa wanafanya kazi kabisa, wengine walikuwa ni madaktari, wengine walikuwa ni wako jeshini huko, wengine walikuwa ni walimu. Lakini mara ghafla hali zao zikabadilika, wakaanza ulevi wa pombe. Pombe na yeye, mnasema pombe gani hizi? Pombe. Mkihangaika amelogwa, mkigeuka ni shangazi yake anamloga, mkigeuka mnaambiwa hajalogwa. Jamani, huyu, haya ni mambo ya ukoo wenu. Kuna mtu kwenye familia yenu alikuwa mlevi hivi miaka iliyopita mpaka alifarikigi kwenye pombe, lakini bado suluhisho halipo. Daniela anasema mimi kwa namna ambavyo nimehangaika, nimestruggle sana. Mpaka hapa sasa bado tunaendelea kustruggle sana. Mioyo yetu, moyo wa mamangu umevuja damu. Amehangaika sana. Nilibaki hapa.
kichwa kuuma, kupata mawenge, kupata kichaa, nafungwa kamba. Kwa hiyo hata hapa nilipokuwa nimeletwa na mama, nilipatwa na hali kama hiyo, kwa nafungwa kamba. Nikwambie, mikono yangu imeharibika, miguu yangu imeharibika kwa kamba. Maana nikishapata na hiyo hali hakuna wa kunicontrol. Yani ni kamba tu, tena hizo kamba ziwe strong, nifungwe. Wakati tuko huko kule hospitali, kuna namna wanakuweka unatulia hivyo. Lakini unakuta hata baadaye nakaa sawa, nakaa sawa, yani natulia. Sio kama mama wengi ameondoka na mama wengi, lakini sifanyi zile vurugu, unakuta natulia. Na nena nasema nakaa tena sawa. Na ukiuliza nimekuwa na hali ni masaa mangapi, unaambiwa leo ni siku ya 4. Yani niko na hiyo hali, leo ni siku ya 4. Kwa nafungiwa ndani ya siku 4. Maana niko na hiyo hali sasa. Ndo mama atanihangaikia, ndo ataniosha, ndo atanipa chakula. Ina maana sasa unajua ukiwa na ukichaa, unapewa chakula, unakitupa chini, unakula na mchanga, utakuvalishwa nguo nzuri, utazichana. Yani ile unakuja kukaa sawa. Yani uelewi, yani ninafanya nini hapa? Daniela anasema nilimuuliza mama, nimekaa sawa kwa mara nyingine, mama hapa ni wapi? Huyu bibi ni nani? Akasema ni rafiki yangu. Si unajua mwanangu, mimi nimeamua kuacha yote. Nikamwambia, mama unamaanisha nini? Nimeacha yote kwa ajili yako. Sasa mimi namwachia nani wewe? Nani namwachia? Nimeacha kila kitu, niko na wewe. Nikamwambia, huyu ni rafiki yako yupi? Mbona sijai kumjua? Akasema ni rafiki yangu ambaye anajua matatizo yangu. Ndio mtu ambaye yani amekuwa na moyo wa kunitia moyo. Nikamwambia, msaada gani mama naupata hapa? Akaniambia, ana mashauri mazuri. Utakaa tu sawa mwanangu. Nikamwambia, kwa hiyo mama hatutaenda tena hospitali? Akasema hatutaenda tena. Siwezi tena kukuacha mbali na mimi. Tutakaa hapa. Daniela anasema basi mama ndo aliniambia hayo maneno, na mimi nikawa hapa. Wananipa uji ambao umechanganywa na dawa. Nauliza, mama hii ni nini? Ananiambia, ni dawa mwanangu. Si unaona ulivyo, kinga zako zimeshuka, unajua kwa umekuwa sio mzuri. Umekunywa dawa siku nyingi, unatakiwa ukae sawa. Naambia mama sawa. Basi nikikaa hivyo napumzika, mama ananipa maji, atanilisha chakula, nikiwa niko sawa. Anaenda ananiogesha. Yani atanifuta, mwanangu kaa, atanivalisha mamangu. Mimi nilikuwa ni yule msichana ambaye nina mwili yani. Na mwili lakini nimekuwa kama, unajua wale ambao wanakuwa kama wasichana wakubwa lakini wanakuwa kama wanazidi kuwa wadogo. Yani kama mbegu inakuwa kama mtu, wale watu kama unaona wana mambo madogo. Si unanielewa nikisema hivyo? Yani mkubwa lakini ana mbegu ndogo, yani ana mwili mdogo. Mimi kwetu tuna mwili mikubwa. Naona labda hizi changamoto napitia, kwa nimekuwa na kamwili kadogo, kaumbo kadogo. Yani pamoja na kukonda lakini nimekuwa mdogo. Kwa hiyo mama ananifanyia hapa kila kitu. Sasa tuko hapa siku hiyo, mama kanisaidia, tumekaa, tumekula. Mama akasema kuna mtu tunatarajia anakuja. Tuko tunamgoja, ndio tulikuwa tunamgoja toka tumefika. Nikamwambia, ni nani? Akasema ni mtu mmoja hivi. Akija, nafikiri Mungu asaidie hali yako iendelee kuwa hivi hivi ili upate hata nafasi ya kuzungumza naye. Nikamwambia sawa. Kweli tumekaa, kweli akaja mtu. Daniela anasema alikuja ni mwanamke ambao mama ndo anasema alikuwa akimngoja. Huyu mwanamke
amevaa mavazi ya tafsiri nzuri. Unafahamu masista wanavaa viremba, wana style zao, wanavaa viremba na nguo zao zile wanavaa. Ukimwona yani unasema huyu ni sister. Na mimi nikamuuliza, mama ndo huyu ulisema kwamba atakuja? Akasema ndio huyu tulikuwa tunamgoja. Akafika pale, basi akawa amechangamka, akasalimia mama, akamsalimia huyu bibi, na akaniambia, Daniela, unajisikiaje sasa hivi? Alivyoniona tu akaniita na jina langu, ina maana ananijua. Sijui alishakuja mimi nikiwa nimepata wenda wazimu labda hizi siku 2-3, sielewi. Lakini aliniita kwa jina langu, nikamwambia, leo nashukuru naendelea vizuri. Akasema sawa. Akamwambia, mama, ni habari njema. Ninamuona hata mboni za macho yake anaendelea vizuri. Mama akasema, kwa kweli namuona mwanangu sasa, angalau nikimwangalia sasa hivi naona hata anaendelea vizuri. Yaani kama kuna nuru fulani naanza kuiona kwa mwanangu. Unajua pale kipindi nimeenda hospitali naona kama mwanangu kuna sura fulani ambayo ndio yuko nayo. Lakini naona kama hiyo hali imeondoka. Huyo sister akasema kila kitu kitakuwa sawa. Basi akakaribishwa pale, na ndio mimi kutaka kumjua zaidi, na akajitambulisha akasema, mimi naitwa ni sister, kataja na jina lake. Ina maana kweli mavazi aliyoyavaa sio kwamba ameyavaa tu, huyu ni sister, ni hao masista. Tunasema masista kutoka Roma. Yes. Akaniambia, Mungu anakupenda sana binti yangu. Nikamwambia ni kweli. Akasema, inawezekana unajua kukaa sawa? Si unajua? Nikamwambia inawezekana, japo sina uhakika. Akasema, inawezekana mwanangu. Sasa mimi unajua mama kati anasema kuna mtu anakuja na mtazamia, yani nilikuwa na picha ya mtu, sio yani huyu yani anakuja atanisaidia nini mimi? Atanisaidia nini mimi kwa situation ndio kwa nayo? Mambo haya maombi mama ishafanya sana, unajua. Sijui nilishaletewa sijui machumvi, nimeshaletewa maji, nimeshakula kila vitu nimekula. Habari tena za kuniletea sister tena tunarudi huko. Yani nini? Basi mimi nikamwambia, yani sijui. Yani naamini kama naweza nikarejea katika hali ya kawaida, yani na mimi waga siwezagi kumjibu mtu uongo. Yani kwamba inawezekana lakini sijui. Yani sina uhakika. Siwezi kulisemea hilo. Kwa sababu mbona siku nyingi mimi nateseka na hii hali na nothing. Hakuna chochote kimetokea kwangu. Niko hapa nateseka tu. Huyu sister akaniambia, hunifahamu, hatufahamiani, na leo ndio tunafahamiana mwanangu. Na kila mnapokutana watu kuna baraka kutoka kwa Mungu. Mimi naamini hata hivi ambavyo tumekaa hapa ziko baraka ambazo Mungu tayari kashaziachilia hapa. Sasa unajua hapa mimi nimefikia, yani ni mtu akizungumza hivi vitu sijui naonaje. Yani sijui naonaje. Akaniambia, nimekuja hapa kwa ajili yako, na tutakuwa na muda mzuri sana wa kuzungumza, na kila kitu kitakuwa sawa. Kuna vitu nataka nikufundishe pia, na kila kitu kitakuwa sawa. Nikamwambia sawa. Mimi nilipopata nafasi ya kukaa na mama, nikamwambia, mama, unajua mimi niko kwenye mateso sana. Unajua mama, mimi nateseka sana. Anasema, najua mwanangu. Nikamwambia, sasa mama, tutakaa hapa naendelea kupoteza muda mama, na naendelea kuteseka na maumivu makali ya kichwa kama hivi. Maumivu yasiyosikia dawa. Utakaa mama uendelee kunifungia tena nikipatwa na ile hali bila kufanya chochote. Akaniambia, sasa mwanangu, hasa nifanye nini zaidi ya hiki ninachokipambania? Nikamwambia, mama, unapambania nini sasa? Unapambania nini hapa mama? Tunakaa tunapoteza muda. Akaniambia, tunapoteza muda vipi? Si ndio huyo sister amekuja ataongea na wewe, na anaongea kwa habari za upendo, anataka akufundishe vitu mbalimbali ambavyo vitaanza kukubadilisha. Nikamwambia, mama, kwani hivi mama haujawahi kunifanyia? Akasema, mwanangu, nifanye nini sasa? Nifanye nini? Hakuna ambacho sijafanya mwanangu. Nimeshaita wachungaji, nimeshaita maaskofu, nimeita sijui manabii, nimeshaita mitume, nimeshaita watu wote. Mwanangu, nimeshaita waganga, nimeshapoteza pesa kwa waganga, nimeshafanya yote mwanangu.
ila huyu bibi ndo aliyeniambia kuhusu huyu sister. Mwanangu, unaona kwa sababu ni sister kwa hiyo hauwezi ukasikia chochote anachoweza kusema? Nikamwambia, anataka kuniambia nini mama? Mimi sasa hivi nataka nipone. Mama. Mama akaniambia, utapona mwanangu, lakini sister akasema mpaka atakapokuwa na mazungumzo na wewe akufundishe. Nikamwambia, mama, yani nimechoka sana. Yani mama, sidhani kama vitu vinaweza vikatusaidia mama, kwa sababu umeshafanya sana. Akasema, najua mwanangu. Ngoja uongee na bibi yako. Yani huyu bibi ambaye ni rafiki wa mama. Akamwambia, Daniela anasema eti tuko hapa naendelea tu kumuona yeye akiwa anateseka. Anaendelea kuteseka hapa. Kwa hiyo anasema yani kama hata haoni kama anaenda kupata msaada. Nimemwambia huyu sister ni mtu mzuri, asimuone hivi akawa na mitazamo kwamba angekuja mtu kavaa suti au angekuja labda na vitu vya kiganga ndo angeamini kwamba kuna kitu kinaweza kutokea. Huyu sister na mafundisho mazuri, nimemwambia. Yule bibi akaniambia, mwanangu, unampimia mtu kitu ambacho ameka ndani yake kwa kumtazama. Masista pia ni watu wa Mungu, na pia wana uwezo wa kusema neno na Mungu akasikia maombi yao. Wana staili yao ya maombi yao, lakini Mungu ana majibu. Akasema, mimi unaniona, niliwahi kuumwa, nilielekezwa namna ya kusali rozari na nikapona. Nikasema, makubwa tena jamani, vitu gani tena hivi mama? Akasema, ndio tulia hapa, tunachohitaji ni kupona mwanangu. Hatuhitaji kuangalia dini, dhehebu wala ukabila, hatuhitaji kuangalia chochote. Hapa tulipofika mwanangu, hatuhitaji kuangalia huyu ana imani gani. Sisi tunachotaka mwanangu ni kupona. Kama tulipata huko uponyaji kote, hata kama tuliangeka huko tukakutana na mapadri hatukupona, huwezi ukajua njia za Mungu. Daniela anasema basi alizungumza hayo bibi na akiniambia haya mambo yameshafika mwisho. Nilibaki tu niko haina shida, lakini sikuona matumaini. Daniela anasema haya mimi nimeyapitia katika safari yangu ya maisha. Moyo wangu una shauku ya kusema haya. Mapambano waga ni makubwa sana kwa watu ambao wana familia wenye hali kama hiyo. Mapambano waga ni makubwa sana, tena wakati mwingine ya kutumia gharama kubwa sana. Na pengine hata unaweza ukajikuta mama umefilisika kabisa kwa sababu ya kumwangekea kijana wako kwa njia ngumu zingine za kwenda usiku, sijui nendeni usiku makaburini mkafanye hivi na hivi. Mimi nishapelekwa makaburini huko. Mama alinisomba akanipeleka kule makaburini. Huyu mtoto amefanywa hivi na hivi, huyu mtoto amefanywa hivi na hivi. Unatakiwa hapa mwende makaburini, yani yao mambo yote. Lakini kutoka hapo ndio vitu vinachemka. Yani akili ndio imevurugika sasa. Yani wewe ndio kila mtaa unaenda. Yani hapo ndio speed ya wanaume imeongezeka. Natamani kusema neno nawe msikilizaji. Basi nikushukuru kwa nafasi hii ambayo msikilizaji umenipa. Mimi na wewe tutaonana kesho tena. Yes, tutasikia mengi ambayo ndugu yetu Daniela